Kwa ujumla, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kipindi hiki cha miezi mitatu mkoa wa Dodoma tumeweza kufuatilia miradi ya jumla shilingi bilioni 50 na kuokoa zaidi ya shilingi milioni 13. Taarifa inayowasilishwa leo inahusu mafanikio ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Dodoma kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka 2025 kama nilivyowaambia. Taarifa hii imegawanyika katika maeneo tofauti, lakini pamoja na hayo kuna eneo la kuzuia rushwa. Katika eneo hili tumefanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika kipindi hicho tumeokoa kiasi cha shilingi milioni 13,555,000 kwenye ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo miwili kati ya miradi 32 yenye zaidi ya shilingi bilioni 50 kama nilivyowaambia hapo juu. Katika ufuatiliaji huo yalibainika mambo yafuatayo katika sekta ya elimu. Kulilipwa shilingi milioni 9,900,000 kwa mzabuni wa matofali ambayo yalikuwa chini ya kiwango. Matofali haya yalikuwa ya mradi ya ujenzi wa matundu 21 ya vyoo kwenye shule ya msingi Kalenga. Kwa hiyo katika ufuatiliaji wetu tumeweza kuokoa shilingi hizi ambazo nimezitaja, yani shilingi milioni 9,900,000 katika shule hii ya msingi Kalenga iliyoko Chamwino. Lakini pamoja na hii tumeweza kuokoa shilingi milioni 3,655,000 ambazo zilirudishwa katika malipo ya ununuzi wa madirisha ya aluminium ya shule ya sekondari Manchale. Baada ya kubaini mapungufu hayo, hatua zifuatazo zilichukuliwa. Tulifanya kikao na mzabuni ambaye alikiri matofali kuwa chini ya kiwango na kurejesha hizi shilingi milioni 9,900,000 kama nilivyoeleza katika shule hiyo. Katika kikao kilichofanyika na mkuu wa shule ya sekondari Manchale ambaye ni msimamizi wa mradi, na yeye katika ufuatiliaji huo tuweza kurejesha shilingi milioni 3,655,000 zilizorejeshwa kwenye ununuzi wa madirisha ya aluminium kama nilivyoeleza hapo juu kwenye akaunti ya mradi. Kwa hiyo kwenye ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kuna kiasi hicho cha pesa kati ya ile miradi 50 ambayo tuliifuatilia, kati ya miradi 32 ambayo tuliifuatilia, turejesha shilingi milioni 13 na 555,000 kama nilivyoeleza. Pande mwingine pia tumeweza kufanya kazi ya uchunguzi na mashtaka. Tumeweza kufungua kesi mpya 6 katika kipindi hiki na kesi 4 zilitolewa uamuzi ambapo jamhuri ilishinda katika kesi hizi. Labda kwa kifupi naweza kueleza tu kwamba pia pamoja na yale majukumu ambayo tunafanya kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ni pamoja na kufanya uchunguzi wa yale mashtaka au malalamiko ambayo tunapokea kutoka vyanzo mbalimbali. Baada ya kupokea malalamiko haya huwa tunafanyia uchunguzi, na tukibainisha kwamba kuna makosa ambayo yamebainika watu tunayapeleka mahakamani. Kwa hiyo kesi 6 katika kipindi hiki tuliweza kuzifikisha mahakamani na 4 zilitolewa uamuzi, na hizi kesi 4 tulipata ushindi jamhuri. Lakini pamoja na haya, sababu tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, naona ni vema niongee kidogo kuhusiana na hili. Nyie kama waandishi wa habari tunajua kwamba ni wadau wakubwa katika kipindi hiki. Tunaomba sana ushirikiane na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kutoa elimu au kutoa habari kwa wananchi ambao watashiriki kwenye uchaguzi. Na tunajua kwamba kwenye uchaguzi huu kuna makundi mbalimbali ambayo yanahusika na wengi wanajiandaa kwa namna mbalimbali, ikiwa na pamoja na kutumia kila mbinu kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuweza kuwatumikia wananchi. Hata kama mbinu hizi sio halali, watatumia kila mbinu kuhakikisha kwamba wanapata nafasi hizi. Lakini si wote, tunasema kwamba ni baadhi,
lakini hawa ambao ni baadhi ndio hasa ambao tunawalenga kwamba wasijihusishe kabisa na vitendo vya rushwa, sababu sisi tumeanza kufuatilia toka mwanzo kuangalia kwamba uchaguzi wa safari unakuwa huru na haki, lakini pamoja na hayo wananchi yani viongozi ambao watajitokeza kugombea wasijihusishe na vitendo vyovyote vya rushwa kuanzia hatua za mwanzo mpaka utakaposhiriki wakati wa kupigiwa kura. Pamoja na haya, sisi kama taasisi ya kuzuia na rushwa mkoa wa Dodoma natumia nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa kila mmoja wetu kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, kwani mapambano hayo ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 unaoainisha katika ibara ya 8(1)(b) ikitamka kuwa lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Katika mipango ya harakati za utekelezaji wa ibara hiyo, rushwa ni kikwazo kikubwa kinachoweza kukwamisha kufanikiwa kwa malengo ya ustawi wa wananchi. Hivyo popote pale walipo wananchi na popote wanapokwenda kupata huduma za kijamii, natakiwa watimize wajibu wao kwa kufuata na kuzifahamu taratibu za upatikanaji wa huduma husika na kuhakikisha wanazifuata wakati wanahudumiwa. Yaani kikubwa zaidi, hata mwananchi mwenye wakati aenda kupata huduma anatakiwa ajue wajibu wake ni nini, sababu wakati mwingine wao ndio wanakuwa chanzo cha rushwa kwenye maeneo ya utoaji wa huduma. Kwa nao kama wananchi watakiwa wajue wajibu wao ili waweze kupata huduma ambazo hazina viashiria vyovyote vya rushwa. Inapotokea kuna viashiria vyovyote vya rushwa, taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa tupo waweze kutoa taarifa, lakini hata viongozi wa maeneo husika pia nao huwa wanatoa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa vizuri. Kwa hiyo pamoja na hayo naweza kusisitiza kwamba wananchi waweze kuwa makini wakati wanahudumiwa ili waweze kupata huduma ambazo hazina vitendo vya rushwa. Kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Kipindi hiki cha uchaguzi ni kipindi ambacho kina mambo mengi, na mambo mengi yanaweza kuwa yanasababishwa na wale ambao wanajitokeza kuweza kushiriki vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi Lakini pamoja nayo, sisi kama taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa, jukumu letu ni kutoa elimu, kuwasisitizia wale wote, yani makundi yote ambayo yanashiriki kwenye uchaguzi. Najua kwamba kuna wanaotia nia, kuna wapiga kura, lakini kuna taasisi ambazo zinawezesha hizi shughuli za uchaguzi ziweze kufanyika kikamilifu. Kwa pamoja na hayo, sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, jukumu letu ni kutoa elimu kwa makundi yote kuhakikisha kwamba shughuli zote zinazohusiana na uchaguzi na katika mchakato wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho unakuwa hauna vitendo vya rushwa. Kwa hiyo jukumu letu ni kuelimisha tu makundi yote haya na sekta zote kuhakikisha kwamba hakuna vitendo vya rushwa. Kwa hiyo sio kwamba tumeanza, tunaendelea, sababu ni zoezi ambalo tumeanza muda mrefu. Tunaendelea kuelimisha makundi haya na kusisitiza kwamba jukumu lao ni kuhakikisha kwamba hawajihusishi na vitendo vya rushwa katika hatua zote za uchaguzi.